moja ya tukio ambalo halijawahi kusahaulika katika vichwa vya Wakristo Katoliki duniani, kwani si kushtua tu bali lilitishia ulimwengu mzima na kuwaacha watu katika hali ya sintofahamu na huzuni. Tukio hili ni jaribio la mauaji kwa Papa John Paulo wa pili alipopigwa risasi katika viwanja vya Mtakatifu Petro. Je, ni nani aliyejaribu kumuua Papa John Paulo wa pili katika viwanja vya Mtakatifu Petro mbele ya umati wa waumini waliokuwa wakimsalimu? Baki nasi Katoliki Moshi Online TV tukujuze zaidi. Msimuliaji wako ni mimi, Petro wa Samson. Karibu. Ilikuwa jioni, jua kali na kelele za shangwe ndani ya mji mtakatifu wa Vatican. Tarehe ilikuwa tarehe 13 mwezi Mei mwaka 1981. Papa John Paulo wa pili akiwa amesimama katika gari lake la wazi la Papa, alikuwa akifuatisha taratibu zake za kila wiki za kukutana na maelfu ya waumini waliofurika katika uwanja mkuu wa Mtakatifu Petro. Alitabasamu akiwapungia mkono watoto na kuwagusa wazee, akijitolea kwa upendo wa dhati. Moyo wake ulikuwa umejaa furaha kutumikia kanisa la ulimwengu. Ndipo tukio la kutisha linatokea. Wakati gari la Papa likisogea karibu na safu ya nguzo za jengo la kanisa, sauti za ghafla za milipuko miwili mikali ziliuvunja ukimya wa amani. Katikati ya umati wa watu, mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Mehmet Al-Akka, jambazi mtaalamu kutoka Uturuki, alikuwa ameinua bastola yake na kulenga moja kwa moja. Risasi zake mbili zilimpata Papa. Risasi ya kwanza ilimpiga bega lake la kulia. Risasi ya pili ilipenya tumbo lake la chini karibu sana na moyo wa binadamu. Papa alikuwa akiwapungia waamini mkono. Ghafla aliyumba. Alidondoka ndani ya gari lake la Papa, huku vazi lake jeupe likianza kuloa damu. Waumini walipiga kelele kwa hofu. Walinzi wa Papa lazimika kumlaza chini na kuanza safari ya kasi sana kuelekea hospitali. Al-Akka alimshambulia Papa. Alikamatwa katika sekunde zile zile za vurugu. Walinzi wa usalama walimchukua haraka na hivyo kuzuia mashambulio zaidi. Safari ya kuelekea hospitali ya Gemelli ilikuwa vita dhidi ya wakati. Papa alikuwa amepoteza damu nyingi. Alipokuwa akipata huduma, alitamka maneno haya: leo ni siku yake Mama Maria ameokoa maisha yangu. Papa John Paulo wa pili aliamini kabisa kwamba mkono wa Bikira Maria ndio uliozuia risasi kumpata kwenye viungo muhimu sana. Alinusurika kifo kwa bahati ndogo sana. Alifanyia upasuaji wa haraka na mrefu, na baada ya kadhaa za maumivu na uponyaji alirudi kuanza kazi yake. Miaka miwili baadaye, mwishoni mwa mwaka 1983, Papa John Paulo wa pili alifanya kitendo ambacho kilitikisa dunia nzima kwa uzuri wake. Alimtembelea Mehmet Al-Akka gerezani. Simulizi zinasema Papa alikaa na yule aliyetaka kumuua ndani ya selo kwa takriban dakika 20. Walizungumza kwa utulivu, hakuna aliyesikia mazungumzo yao. Alipotoka nje, Papa alisema, nimezungumza naye kama ndugu ambaye nimemsamehe na ambaye ninamwamini. Mimi huomba kwa ajili ya ndugu yangu Akka ambaye nimempa msamaha wangu. Kitendo cha Papa John Paulo wa pili cha kumsamehe mtesi wake hata baada ya kushambuliwa na risasi kilikuwa somo kuu la msamaha na rehema kwa ulimwengu mzima, na kulitimiza maisha yake utumishi hadi alipofariki mwaka wa 2005.